Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Mchezo mkubwa wa kirafiki kwa ngazi za vilabu ambao tumetoka kushuhudia siku ya leo ni mtanange ambao umeikutanisha klabu ya soka ya Wydad Casablanca kutokea nchini Morocco, ambapo siku ya leo tunashuhudia klabu ya soka ya Wydad Casablanca walikuwa kimenyana na klabu ya soka ya Saint Etienne kutokea katika nchi ya Canada, ambapo mchezo huu ulikuwa ni sehemu ya Wydad Casablanca kujiandaa kuelekea katika michuano mikubwa ya kombe la dunia kwa ngazi za vilabu, kwa sababu ikumbukwe Wydad Casablanca ni miongoni mwa klabu ambayo inakwenda kushiriki kombe la dunia kwa ngazi za vilabu, michuano ambayo inatarajia kuanza Juni 16 mwaka 2025, ambapo ikumbukwe Wydad Casablanca katika kombe la dunia wapo kundi moja na Manchester City kutokea nchini England, Juventus kutokea katika nchi ya Italia wapo na Al Ain kutokea Qatar, ambapo tunashuhudia mechi yao ya kwanza Wydad Casablanca wanatarajia kuanza na Manchester City tarehe 18 mwezi wa 6 mwaka 2025. Sasa siku ya leo waliweza kuamua kucheza mchezo wa kirafiki pale nchini Marekani kwa sababu tayari wameshaweka kambi, na mchezo huu wakaweza kufanikiwa kuifunga mabao 7-0 Saint Etienne, klabu ambayo inashiriki ligi kuu nchini Canada. Fahamu katika mchezo huu tunamshuhudia mshambuliaji anaofahamika kwa jina la Aubameyang aliweza kufunga mabao matatu, yani hat-trick. Ameweza kuhusika katika magoli matatu kati ya mabao 7 ambayo Wydad Casablanca ameweza kuyapata. Lakini mchezaji mwingine ambaye amefunga bao moja ni Rail ambaye amefunga bao moja. Usama naye ameweza kufunga bao moja, bila kumsahau mshambuliaji wa zamani hapa nchini Tanzania akiwa ni raia wa Tanzania pekee ambaye atakwenda kushiriki michuano mikubwa ya kombe la dunia kwa ngazi za vilabu, Selemani Mwalimu. Kwa upande mwingine naye pia ameweza kufunga bao moja na kuweza kutoa assist tatu. Katika assist tatu ambazo ameweza kuzitoa, basi mbili amempa mshambuliaji Aubameyang ambaye amefunga mabao mawili, bila kusahau assist nyingine amempa mwamba wa Gadugu. Hapa tukienda kumuongelea Stefan Aziz Ki, kwa sababu Aziz Ki naye pia ni miongoni mwa mchezaji ambaye aliweza kufunga bao moja kati ya mabao 7-0 ambayo klabu ya soka Wydad Casablanca ameweza kuyapata dhidi ya Saint Etienne. Kwa hiyo tunaona kwa upande mwingine ikiwa ni sehemu ya kujiandaa na michuano mikubwa ya kombe la dunia kwa ngazi za vilabu, basi wameanza tour yao pale nchini Marekani kwa kuibuka na ushindi mnono huu wa mabao 7-0, huku Aziz Ki akiwa ni mchezaji mpya ambaye ni raia wa Burkina Faso kutokea Young Africans ameweza kuskoa bao moja na ni bao lake la kwanza ndani ya klabu ya soka Wydad Casablanca, bila kusahau Selemani Mwalimu ameweza kufunga bao moja akiwa ni Mtanzania pekee ambaye atakwenda kushiriki mashindano hii mikubwa ya kombe la dunia kwa ngazi za vilabu, na ameweza kutoa assist tatu. Kwa hiyo amehusika katika magoli 4 kati ya 7 ambayo Wydad Casablanca wameyapata mbele ya Saint Etienne ambayo inashiriki ligi kuu pale nchini Canada. Kwa hiyo tunaona wameweza kuanza kwa moto katika mechi yao ya kirafiki, ikiwa ni sign ama alama kuionyesha Manchester City kwamba wanataka kufanya jambo kuelekea katika mchezo wao dhidi ya Manchester City katika kombe la dunia kwa ngazi za vilabu. Bwana, kama ni Mtanzania umeweza kufurahishwa na taarifa hii, kwa sababu Selemani Mwalimu ni Mtanzania pekee anaenda kupeperusha bendera ya Tanzania, huku Aziz Ki ambaye amepita Yanga anaenda kupeperusha bendera ya Yanga pale nchini Marekani, wakiwa na wachezaji pekee ambao wamecheza soka la Tanzania, ligi kuu ya Tanzania, ambao watakwenda kushiriki michuano mikubwa ya kombe la dunia kwa ngazi za vilabu. Basi like video yetu, alafu tuende kwenye comment section katuambie wewe kwa upande wako wewe wachezaji wao unakubali kivipi. Tuende katika comment ili tuende sawa.